Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa CCT na uongozi mzima wa CCT, waheshimiwa mababa askofu mlioko hapa, waheshimiwa wachungaji, waheshimiwa Wakristo wote mlioko hapa, tunapoadhimisha CCT Day, neno linalotuongoza ni lile lile, Habakuki sura ya 3 mstari wa 2. Naomba tusimame tunaposikia neno hili. Nalo linasema, Bwana, nimesikia habari zako nikaogopa. Bwana, uifufue kazi yako katikati ya miaka ujulishe, katika ghadhabu kumbuka rehema. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo tunapoadhimisha siku ya CCT. Tunashukuru kwa ajili ya yote yaliyofanyika, yaliyotangulia. Utubariki tunapotafakari neno hili kwa ufupi, litujenge, lituimarishe tunapoendelea kuijenga CCT na makanisa yake na waumini wote. Jina lako lihimidiwe sasa na hata milele. Amen. Wapendwa katika Bwana, nianze kwa kusema kwamba CCT Day ya mwaka huu imefana sana, nami niongee kwa lugha ya Kibena, tuhongije. Tuhongije. Kichwa tulichopewa kinasema, Bwana anaweza kufua kazi yake katika nyakati zetu. Wapendwa katika Kristo, leo tumekusanyika hapa Njombe kuadhimisha siku ya CCT kitaifa. Siku ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania ni siku ya kutafakari kazi ya Mungu katika jumuiya yetu, katika makanisa yetu, katika jamii zetu na taifa letu kwa ujumla, huku tukiomba Mungu aifufue kazi yake, izidi kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali la msingi ni je, kazi ya Mungu bado inaonekana katika nyakati zetu, au imekufa, au inaelekea kufa? Inaonekana katika maisha ya mtu mmoja mmoja au la? Inaonekana katika familia zetu au la? Je, inaonekana katika ndoa zetu? Maana ndoa nyingi ziko ICU, ziko zinaangaliwa kwa uangalizi wa hali ya juu. Ndiyo maana tunaomba Mungu azifufue hata ndoa zetu, ili angalau zifanane na wale waliokuwa wanasherekea ndoa ya miaka 80. Hao waliposherekea ndoa ya miaka 80, baba akaulizwa, baba mzee wa miaka 105 akaulizwa, siri ya mafanikio yenu ni ipi? Tunaona ndoa yenu imedumu, lakini na wewe baba unaonekana una afya nzuri, haujakongoroka kama wengine waliokongoroka kwenye ndoa zao. Akasema, sisi kwenye ndoa yetu tulikubaliana miaka 80 iliyopita, kila anayekosea inabidi aombe msamaha na atembee kilomita 5, ndiyo adhabu yake. Kila anayekosea omba msamaha, tembea kilomita 5 kwa mguu, ndiyo adhabu yako. Akasema, mimi mzee mnayeniona, mimi ndiye nilikuwa nakosea kila wakati. Wanaume ndio wanakosea sana, na ndio wengi magereza tumeambiwa na viongozi wetu. Akasema, mimi ndiye nilikuwa nakosea na kwanza kuomba msamaha, na ninakuwa najua adhabu yangu ni kutembea kilomita 5, na katika kutembea kilomita 5 na kurudi 5 jumla 10, nikajikuta nafanya mazoezi ya mwili na niko na afya nzuri. Mtenda adhabu. Bwana asifiwe. Lakini swali likageuzwa mara moja. Je, mbona na mke wako ana hali nzuri wakati yeye alikuwa afanye adhabu? Akasema, huyu mama sio wa kawaida. Alikuwa akiona nimekosea na nafanya adhabu, anatekeleza kuhakikisha nafika, na yeye anatembea kilomita 5 kuona kama nimezifikisha. Kumbe na yeye anapata faida ya kutekeleza, kuhakikisha adhabu inatekelezwa. Kumbe na yeye anafanya ile adhabu na ananufaika na matunda ya adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Habakuki akasema, Mungu fufua kazi
yako katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Je, kazi ya Mungu inaonekana katika makanisa yetu au haionekani? Inaonekana katika CCT au haionekani? Inaonekana katika taifa na jamii au la? Nabii Habakuki aliishi wakati wa changamoto nyingi, karne 7 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Kulikuwepo dhambi, maovu, ukosefu wa haki, hofu ya juu ya mustakabali wa maisha ya watu na jamii kwa ujumla. Dhuluma zikawa nyingi, rushwa ikawa kubwa, ukatili, kutotii sheria za Mungu, matajiri kuwanyonya maskini, vita na hofu ya kuvamiwa. Maana taifa la Babeli ambayo ni Iraki ya sasa lilikuwa linakuwa kijeshi, linakuwa tishio, na ndilo likaja kuwateka baadaye. Kwa hiyo anaona dalili za vita, hofu za vita. Lakini nabii Habakuki hakukata tamaa. Aliomba sala nzito ambayo tumetembea nayo kwa muda mrefu, hata vyombo vya habari vimetangaza hapa. Aliomba Mungu aifufue kazi yake isiharibike. Nani maombi yangu, kabla sijaendelea mbele, ni maombi yangu kwa Mungu kwa ajili yako, aifufue familia yako, afufue kazi zako, afufue biashara yako, afufue uchumba wako, afufue ajira yako, afufue kilimo, afufue ufugaji, afufue maono na ndoto zako. Uwe mshindi katika jina la Yesu, na usije ukawa mkia bali kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo tunaona nguvu ya imani na utegemezi kwa Mungu. Anayetumainiwa ni Mungu kuleta mageuzi na mapinduzi makubwa ya kiroho kwa mtu mmoja mmoja, jamii, kanisa, taifa kwa ujumla. Matumaini haya ya kumtegemea Mungu yametajwa sana na Mfalme Daudi. Zaburi zake nyingi ni za kusifu mambo makubwa ya Mungu aliyoyatenda. Mojawapo Zaburi ya 46 mstari wa 1, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nini? Na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Hakuishia hapo. Zaburi ya 121 anasema, nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Mungu aliyeziumba mbingu, asiyelala ninapolala. Tunapolala maskini tunakuwa kama wafu. Ni kweli sio kweli? Unajikuta unaota ndoto uko Libya, kumbe uko hapa Njombe. Ukiamka tu unakuta uko Njombe. Ndio maana tumepewa na tahadhari ya ndoto. Kuna wanaoongozwa na ndoto kupotosha watu, lakini Biblia inasema mkazipime roho, pima kila roho. Sasa wengine ndoto zinawapotosha. Tumeambiwa na ndoto tusifuate sana, maana unaweza ukaota unapata fedha, kuamka ukuti fedha. Lakini ukiota unakojoa, unaweza ukakuta mkojo hapo ulipokaa. Kwa hiyo tahadhari imetolewa, jihadhari na ndoto. Unaweza ukapotea au ukapotosha. Na hii Zaburi anasema anapolala. Sisi tunapolala yeye halali. Maana yake tunapolala tunakuwa kama wafu. Ndio maana mmoja akasema kila unapolala na kuamka unakamilisha zoezi la kufa na kufufuka. Kila unapolala hivi ukaamka unakamilisha zoezi, ni kama mazoezi ya kufa na kufufuka. Na kwa hiyo tunaambiwa kila tunapoenda kulala tunakamilisha dalili za kufa. Maana Biblia imesema katika Ayubu 1:21, nilitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi na nitaiaga dunia nikiwa uchi. Sasa angalia, sasa hivi tunaonekana tumevaa nguo nyeupe, nyekundu, uniform, lakini saa ya kulala nguo zote waliokuwa CCT watazivua. Mazoezi ya kufa. Nilitoka nikiwa uchi na ninaiaga dunia nikiwa Kwa hiyo kimsingi anayeenda kulala angepaswa kusema leo naenda kufa kidogo. Na wewe unapomuaga umwambie ufe salama. Lakini umwambie aliye kuwepo hapa leo, maana ambaye hayupa atakuita mchawi kwamba unamwambia hayo. Na anayeamka tusingesema umeamkaje, tungesema umefufukaje. Kwa sababu yeye ninapolala yeye halali, anatulinda na kututunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu tunayemtegemea afufue kazi yake. Daudi alishamuona na kumtegemea. Zaburi ya 125 anasema
wanaomtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika bali wakaa milele. Na jinsi Yerusalemu inavyozungukwa na milima, ndivyo Mungu anavyowazunguka wanaomtegemea, na ndivyo amekuwa akikuzunguka wewe na kukulinda dhidi ya wanaotaka kukuangamiza, lakini wanashindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hawawezi, maana Mungu anakulinda na kukutunza. Kana kwamba haitoshi, huyu Daudi, Zaburi ya 23 anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, maana gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Kwa nini? Yeye alipona mara 3 mikuki ya Sauli akitaka kumuua, akimuonea wivu eti amemshinda Goliati, watu wamempenda, akawa ameshinda mauti. Ndio maana anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, maana gongo lako lanilinda na kulifariji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu akaambiwa, kwa kuwa umeniamini na kunitegemea, Mwanzo 12:1-4, basi kila atakaye kubariki atabarikiwa, na atakaye kulaani atalaaniwa. Wengine mko hapa mmekuwa mkilaaniwa usiku na mchana, lakini hamlaaniki kwa sababu ya imani mlio nayo katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine maskini mko hapa kwa kujua au hata kutokujua, mmekuwa mkirogwa usiku na mchana, asubuhi, mchana na jioni, kama anayepewa dozi ya vidonge vya homa, lakini amrogeki kwa sababu mmemwamini Mungu anayeifufua kazi yake miongoni mwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumaini la Mungu kuifufua kazi yake ni uwezekano wa Mungu kuhuisha kazi yake na kuleta matumaini mapya. Matumaini haya ndiyo yalimfanya, ambayo yanaonyesha kwamba Mungu anawalinda watu dhidi ya maangamizi, ndiyo yaliyomfanya mtoto mmoja wa kambo apone maangamizi ya mama wa kambo. Mama wa kambo aliwapendelea watoto wake tu ndio wanywe. Huyu mtoto wa kambo ambaye mama yake alifariki miaka mingi iliyopita, hata akilala haamshwi, ni kama kusema akifa afe. Lakini kumbe Mungu ametaka kumfufua, kumtoa katika hali ya uduni. Siku moja, japo inasikitisha, huyu mama wa kambo anayependelea wa kwake, kumbe anawapendelea kwenda kufa, maana chakula alichowapatia kilikuwa kimedondokewa na sumu ya Theodan. Baada ya kula akafa na watoto wake. Lakini katoto kale ambako kalifikiriwa ndiko kafe kwa njaa, ndiko kamekuwa kiongozi wa familia ile mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama kalikuwa kanaimba Zaburi ya 35 katika kutengwa na kuonewa. Ni kama kaliimba kakisema, Bwana teta nao wanaoteta nami, Bwana pigana nao wanaopigana nami, tena machimo wanayonichimbia waanguke wenyewe. Ndiyo maombi kwangu kwa Mungu, kwamba hata wewe maskini wanaokutafuta kukuangamiza, kuharibu familia, kuharibu kazi yako, kuharibu watoto wako, kuharibu matumaini yako, watashindwa na wataregea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezekano wa Mungu kufufua kazi yake na kuleta uhai tena tunauona katika Yesu aliyemfufua Lazaro, angalau kutuonyesha uwezekano wa maisha mapya, uwezekano wa kuifufua kazi ya Mungu. Lakini hata yeye akayaendea mateso na kifo, akiwa na tumaini la kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Siku ya 3 anafufuka akishinda nguvu za kifo na shetani, japo alianza mapambano katika uduni. Na haya ni mambo ya ajabu. Mungu anapoifufua kazi yake katika maisha yetu na nyakati zetu, anaifufua hata kwa namna isiyo ya kawaida ya uduni. Hebu angalia, huyu mkombozi wetu anatukomboa kwa njia ya yeye kupigwa na waovu badala ya yeye kuwapiga waovu. Sasa mambo ya ajabu yanaanza. Ukombozi mwingine ni wa mwenye nguvu kuwasambaratisha maadui, lakini yeye maadui ndio wanaompiga. Mambo ya ajabu ya Mungu. Haya, anatemewa mate na maovu badala ya yeye kuwatemea mate waovu.
maajabu yanaonekana. Anapigwa na waovu badala ya yeye kuwapiga waovu. Anahukumiwa na waovu badala ya yeye kuwahukumu waovu. Mbaya zaidi, anauawa na waovu badala ya yeye kuwaua waovu. Lakini anayafanya hayo akiwa na tumaini la Mungu anayeifufua kazi ndani yetu na nyakati zetu. Anafufuka siku ya tatu kwa ushindi na kishindo. Bwana Yesu asifiwe. Hii imekuwa kama Isaya 55 mstari wa 8. Kuna maajabu ya Mungu. Mungu anasema, mawazo yangu sio mawazo yenu. Ndiyo maana mkombozi anatukomboa akiwa anapigwa, akiwa anatemewa mate. Maana yake nini? Hata sasa kama kuna wanao kutemea mate, saa ya ushindi itafika. Kama kuna wanao kudharau, saa ya kuinuliwa ipo. Usikate tamaa. Mungu anaifufua kazi yake katika nyakati zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Isaya anasema mawazo ya Mungu sio mawazo yetu, na nia ya Mungu sio nia yetu. Tena Zaburi nyingine inasema mbingu zilivyo mbali na nchi, ndivyo na Mungu mawazo yake yalivyo tofauti na sisi. Na ndiyo maana ana uwezo wa kuifufua kazi yake, sisi tukao mashahidi na kuogopa. Kwa hiyo hii tofauti hata msanii mmoja ameionyesha. Anasema mawazo ya Mungu ni ya ajabu. Angalia nzi. Nzi anaishi sehemu inayonuka, lakini yeye hanuki na ni mweupe. Anaendelea anasema mbwa anazaa watoto 20 kila mwaka, lakini hatujaona zizi kubwa la mbwa wanaenda wapi na hawaliwi. Labda kama kuna kabila linakula hilo ni jambo jingine. Alafu anasema lakini angalia ng'ombe anazaa kamoja tu kila mwaka, lakini na analiwa, lakini ndio wengi utakuta mazizi. Mawazo ya Mungu sio mawazo yetu. Anaendelea anasema mweu anakula vya kuokoteza jalalani, hali vizuri kama wewe nami, lakini ndiye anafikisha miaka 95. Lakini wewe na mimi tunaokula vizuri, tukanywa maji mazuri, kufikisha 60 tu ile ya kutibiwa bure. Ni mapambano. Umeishafika India, umeishafika Libya, Marekani, Songea, umeshafika Njombe. Hayo yote yanaonesha kwamba mambo ya Mungu ni ya ajabu, na ndiyo maana ana uwezo wa kuifufua kazi yake kwa muujiza na kwa maajabu. Tena Mhubiri 6:2 nayo inaonesha tofauti za Mungu. Mhubiri 6:2 anasema Mungu amewapa watu utajiri lakini akawanyima furaha. Maana yake uweze kupata vyote ukakosa vyote. Anaendelea Mhubiri 6:2 anasema furaha amewapa maskini wanaomtembelea tajiri. Tajiri ana vingi lakini hana furaha. Maskini hana vingi lakini ana hamu ya kula. Mpaka tajiri eti anamuuliza, katika vinywaji 7 hivi unakunywa kipi? Anasema nakunywa vyote mwanangu. Tajiri anashangaa. Eti tajiri anamuuliza, kati ya soda na chai utakunywa nini? Anasema nitaanza na chai na malizia na soda baadaye. Eti anauliza tena, hiyo chai utainywa kwa andazi au chapati? Huyu maskini anasema nitaanza na chapati, alafu andazi nitalila na ile soda niliyosema usirudishe. Eti funga kazi ni mchana. Tajiri anasema utakula wali au ndizi? Anasema nipe ndizi, alafu wali sasa ufunge na vile vilivyobaki niende navyo. Maana yake nini? Hauwezi kupata vyote au ukakosa vyote. Lazima hata wewe ufurahie maisha, maana Mungu anaifufua kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ndio msingi wa maombi ya nabii Habakuki. Mungu, uifufue kazi yako katikati ya miaka yetu. Mungu huyu aletaye mabadiliko kwa wale wamwombao, alisikia sala za mfalme Hezekia. Hezekia alijua uwezo wa Mungu kufufua na kubadilisha mambo yawe mapya. Katika Isaya 38, nabii Isaya anamwambia mfalme Hezekia, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana hautapona utakufa. Hezekia akageukia ukuta. Mungu, ukumbuke mema niliyoyafanya,
uniongezee miaka ya kuishi. Mungu akaona yapo mema uliyoyafanya, akamuongezea 15. Lakini akaona yale mema aliyoyafanya. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kuhuisha, wa kufufua na kuleta matumaini mapya. Maombi yangu kwa Mungu ni kwamba aifufue kazi yako, afufue familia yako, afufue ajira, afufue hata matumaini, kilimo na shughuli zote ulizo nazo zifufuke ndani ya Yesu. Huu ndio msingi wa Habakuki, kuomba akiamini kuwa Mungu ataifufua kazi yake, alete mageuzi, alete maisha mapya, alete matumaini mapya na nguvu mpya. Kiasi cha Wakorintho wa pili 5:17 Mtume Paulo kusema, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haya mapya yanatokea kwa nguvu na uwezo wa Mungu. Ndiyo yaliyomsukuma Zakayo kutubu na kutengeneza, kiasi cha kusema, kama nimewadhulumu watu na warudishia mara ngapi? Mara 4, na kama sijajali maskini, nusu ya mali yangu nitawapa maskini. Mabadiliko haya yaliwagusa hata mabinti wawili ambao kwenye kijiji waliishi kwa kupigana, kwa kutukanana, kwa kutemeana mate, kwa kesi, kuhukumiwa kila wakati. Siku moja mmoja akachaguliwa kwenda kusoma masomo ya udaktari mikoa ya mbali. Kijiji kikapumua, kikasema afadhali tumepona. Na huyu aliyebaki akaolewa mikoa ya mbali, akawa mjamzito. Siku ya kumpeleka hospitalini kujifungua, maajabu yanatokea, lakini yanayoonyesha nguvu ya Mungu kufufua kazi yake. Akiwa amesindikizwa kufika hospitalini, bahati mbaya au nzuri, daktari wa zamu ni yule adui yake wa zamani. Alishamaliza masomo. Aligeuka huyu kuwaaga waliomsindikiza, kwa herini, ninakufa leo. Maana daktari wa zamu ni adui yangu wa zamani. Nitakufa mimi na mtoto wangu, kwa herini. Hawa wakainamisha vichwa kwa huzuni. Wakati anageuka, kumbe nguvu ya kufufua kazi ya Mungu ilishafanya kazi. Anakutana na uso wa daktari aliyetabasamu, aliyempokea kwa furaha, aliyemzalisha vizuri, aliyempatia madawa. Akasema, nilishafuta yote ya nyuma na itazamia mbingu mpya na nchi mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya Mungu inayofufua ifufue mahusiano yetu, ilete upendo kati ya wanajamii, kati ya familia, kati ya wanakijiji, kati ya jumuiya, kati ya makanisa, kati ya wananchi, ili nguvu ya upatanisho iwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kana kwamba haitoshi na muda hautoshi, baba mmoja katika mkoa fulani, sitataja, akamfukuza kazi mfanyakazi, lakini mbaya zaidi akamuita mbwa. Kumbe Mungu anajua kufufua watu wake. Huyu aliyeitwa mbwa, miaka 6 baadaye akawa tajiri. Akiwa anasafiri kutoka Dar kuelekea Arusha, anakuta ajali mbaya imetokea. Kumbe ni yule aliyemuita mbwa, bosi wake ya zamani, yuko hoi, analia tu, ha, ha, ha. Aliyeitwa mbwa akamzoa. Mbwa hiyo iliyoitwa mbwa ikampeleka KCMC. Mbwa ikamfikisha hospitalini. Mbwa haikumramba wala kumla. Mbwa ikagharimia fedha za hospitali. Mbwa inaleta matunda. Mbwa inaleta vyakula. Baada ya wiki moja, huyu ndipo anafufuka kutoka kwenye mauti. Macho yanaona aliyeitwa mbwa ndiye amemshika mkono. Hapo hapo alilia na familia nzima, utusamee, utusamee. Na huyu akasema, nilishayafuta, maana kazi ya Mungu imetenda kazi ndani yangu. Nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anafufua kazi yake katika nyakati zetu. Tumaini la Mungu kuifufua kazi yake kwa wakati wake ilidhihirika kwa kipofu Batimayo. Kwa kipofu Batimayo, Marko 10:46. Kipofu Batimayo anasema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu nipate kuona. Hawa maofisa wanamzuia, usimsumbue Bwana. Msafara wa Yesu
ulikuwa na watu wabaya, unamzuia, usimsumbue mheshimiwa. Ni kama hapa watu wangekuwa wanataka kumuona mwenyekiti, sisi maofisa, tena wametuita maofisa wa CCT, tuwe tunamzuia, msimsumbue Dr. Otai. Sasa na hawa wanazuia, msimsumbue bwana mkubwa. Lakini Yesu ambaye anaifufua kazi yake alisikia sauti ya huyu kipofu, akasema mleteni. Wale ili nalo linatisha, wale waliomzuia, walioweka vikwazo, ndio walirudi kwa gharama zao kwenda kumwambia, jipe moyo, mheshimiwa anakuhitaji. Maombi yangu kwa Mungu ni kwamba hata wewe wanaokuwekea vikwazo waje wenyewe kuviondoa leo jioni katika jina la Yesu. Nabii Ezekia akaona maono na uwezo wa Mungu kufufua kazi yake wakiwa mateka Babeli, wakiwa mateka kule Babiloni. Anaona mifupa iliyokuwa mifupa inawekwa nyama, inawekwa mishipa, jeshi kubwa la watu linainuka kutoka makaburini. Akaona hata uwezekano wa Israeli kurudi kwao kutoka utumwani Babeli kama alama ya uwezekano wa Mungu kuifufua kazi yake. Na mnaosoma Biblia, Zaburi ya 137 inaonesha walivyoteswa, mpaka tuna wimbo tuliuimba unasema, ni Zaburi ya 137, kando ya mito ya Babeli, hapo ndipo tulipoketi, walotuteka wakatuambia, tuimbe wimbo wa Bwana. Tutaimbaje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugenini? Tutaimbaje wimbo wa Bwana na wimbo hauimbiki? Kwa hiyo tayari walishaona tuko katika hali ya hatari, lakini Mungu anayefufua kazi yake alileta mabadiliko makubwa, wakarudi katika nchi yao kutoka utumwani. Na haya ni mambo tunapoyaona tunaogopa, tunapoona mkono wa Mungu. Mungu anatumia watu ninapofika mwisho. Mungu anatumia watu na taasisi kuifufua kazi yake na kuleta mageuzi ya kimwili na kiroho, kugusa maisha ya watu na kuchangia maendeleo ya taifa na watu bila kujali ukabila, udini, ueneo na kadhalika. CCT inatumiwa na Mungu kufufua kazi ya Mungu kwa njia ya uinjilishaji, ili watu wasikie neno la Mungu, watubu, watengeneze, watembee nuruni, waache dhambi, wamzalie Mungu matunda ambayo ni mema ya Roho, kadiri ya Wagalatia 5:22 hadi 23, ambapo tunaambiwa matunda ya Roho Mtakatifu ambayo ni kielelezo cha kufufuliwa katika maisha na kurejeshewa uhai. Anasema ni upendo. Tuna na wimbo unasema, ni upendo katika Yesu Bwana, ni upendo, ni upendo katika Yesu Bwana, ni upendo. Anasema ni furaha, ni amani, ni uvumilivu. Uvumilivu ni tunda la Roho, maana kuna wakati fulani kama alivyosema askofu mmoja wa Anglikana, kuna kuvumilia kunaposhindikana, ukaanza kuvumilia uvumilivu. Mambo ya kuvumilia haya msiacheze. Kuna saa unavumilia kitu inashindikana, unaanza kuvumilia uvumilivu. Unaanza kuvumilia wanaokuambia vumilia. Akatuambia huyo askofu wa Kianglikani wa Uganda, akasema kama sio uvumilivu unaotokana na Roho Mtakatifu, yeye asingezaliwa. Maana mama yake alitaka kumuua baba yake miaka 4 kabla ya kuzaliwa. Lakini baada ya kukutana na mikutano ya injili kama hii, mama akaokoka na baba akaokoka, wakaendelea kuvumiliana, wakamzaa askofu ambaye aliitwa Tuinomujuni, maana yake tunamuokozi. Wakamzaa na mdogo wake waliyemuita Tumuhairwe, maana yake tumepewa. Akasema vumilia, maana saa itafika utawaona na wajukuu kwa macho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema anayevumilia anawaona na wakwe wakifika. Anaona mkamwana, anaona wakwe, anaona wajukuu.
lakini ni kwa kuwa wamevumilia. Pengine tuvumilie kama aliyekuwa amechangia vizuri harusi, lakini walipoanza kugawa chakula walianzia kushoto wakaishia kwake, akafikiri wataenda kuleta sasa hivi. Kumbe wamemaliza, wanaanza kugawa soda, wakagawia wakulia, wakaishia hapa, akasema labda watavileta vyote, chakula na soda. Kumbe walipoanza kugawa njiti za kuondoa nyama kwenye meno, ndipo wakaanzia kwake. Angekuwa ninaye mfahamu yule, angesema kama hakuna chakula na kula mtu. Alivumilia mpaka saa ya mwisho. Uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Ikibidi nimalizie labda na kiasi, muda hautoshi. Kiasi maana yake ni kujihesabia. Ukiwa unaomba, ifika hatua fulani uache uende kutafuta. Ukiwa unatafuta, ifika wakati fulani uache uende kubisha hodi. Ifika wakati uache urudi uombe. Usiombe wiki nzima, mwezi mzima, wakati aliyesema ombeni alisema tafuteni. Aliyesema tafuteni alisema bisheni. Aliyesema bisheni alisema tena ombeni. Kwa hiyo omba lakini uende kulima maparachichi. Omba lakini uende kufuga. Fuga lakini uombe. Nimefurahia kwaya, na kwaya zinafahamu kanuni ya kiasi. Zikiimba zinahesabia, zinaacha, zinasema, watu wanapiga makofi. Azisubiri waanze kusema halo, tunawashukuru. Sasa mnaweza mkatoa. Hata sisi unaona kuna muda waliturugia. Kuna muda wa mahubiri, na mimi nakaribia kumaliza, na mimi niwe na kiasi ili nimalize, watu walete sadaka. Baada ya sadaka kwaya ziimbe, kila kitu kwa wakati wake. Hiyo ndiyo kuwa na kiasi. Lakini muda hautoshi. Mungu anapofufua kazi yake ndani yetu, anatulinda hata dhidi ya upotoshaji unaoibuka, imetajwa kwenye mitandao na vyombo vya habari. Upotoshaji umesababisha wengine wapoteze maisha. Nchini Kenya 2023 watu 400 walikufa kwa kuambiwa wajizuie kula, wafunge, wafe haraka, wamuone Yesu haraka. Wakafa, wakapoteza maisha yao. Mwalimu wao, mchungaji wao, alipokamatwa kwa kusababisha mauaji, alinyimwa chakula kwa masaa 4. Akajitetea mbele ya jaji akasema, ninanyimwa chakula. Kumbe mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu. Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mathayo 7:15 jihadharini na manabii wa uongo. Huko hatutaenda sana. Matunda ya Roho Mtakatifu ni kuwa kinyume na tamaa za mwili zilizopo katika Wagalatia 5:19 hadi 21. Orodha pale ni ndefu ya maovu ambayo inabidi anayefufuliwa na Kristo katika ufalme wake anapaswa ajiepushe nayo. Ametaja uasherati, uchafu, ufisadi, ibada za sanamu, uchawi, uadui. Maana yake wengine ndani ya uadui wameua. Tuna habari za kijana ambaye miezi 8 iliyopita alimuua baba yake mzazi wa miaka 84. Akahukumiwa kifungo cha maisha. Kisa cha kumuua baba, eti anaonekana kuwapenda ndugu zake kuliko yeye. Hilo tu. Magazeti yakaongeza, inaonekana alikuwa anavuta bangi. Na kanuni ya bangi ni mbaya, maana anayeanza wanamwambia useme bangi ni bangue, ni mbangue mama yangu. Lakini sasa huyu hata kanuni ya bangi aliharibu, alimbangua baba badala ya kumbangua mama. Mkoa mwingine sitataja, kijana yeye alimuua mama yake. Alikata kisu hapa, alichoma kisu sehemu alipotunzwa miezi 9. Ndipo alipochoma chui. Kisa eti mama anamzuia kuja usiku. Wananchi wenye hasira ndio walimbangua, hawakusubiri vyombo vya sheria. Ugomvi, wivu, pengine hilo ndalo tuweke kituo. Kuna wenye wivu uliopitiliza kiasi cha kutaka hata kuua au kuharibu maendeleo. Nilisikia kuna baba mmoja aliandika wosia mbaya
wenye wivu. Maana alisema mke wangu saa yangu ya kufa imekaribia, lakini nikifa usiolewe na mme. Sasa angemuoa akiwa marehemu? Tunajiuliza maswali. Maana Biblia inasema ukisha kufa hayo yaache. Kama bado ana uwezo wa kuoa na kuolewa, mwache aolewe. Aya, wengine ni bodaboda wawili, au nilisikia kwa wake za bodaboda kwa masikio yangu. Mmoja akasema mimi mume wangu sitaki apandishe mwanamke kwenye pikipiki, apandishe wanaume tu. Mwingine akasema mimi sina shida, mimi ninaruhusu apandishe hata mwanamke, lakini hata pikipiki kama inaanguka kwenye shimo asimshike hivi, aende amefanya hivi mikono, maana asimguse. Hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi na kadhalika. CCT inatumiwa na Mungu kuifufua kazi ya Mungu kwa njia ya huduma za jamii, kwa njia ya elimu na makanisa wanachama, kwa njia ya afya ikishirikiana na makanisa wanachama, misaada kwa maskini, misaada kwa wahitaji. Na hata mwenyekiti wetu ametaja tulivyoenda kuhudumia wafungwa, misaada kwa watu wenye changamoto mbalimbali, kuhimiza maadili, uadilifu, upendo, amani, mshikamano wa jamii na taifa, kusaidia maendeleo ya jamii, kilimo na mifugo, maji safi, CCT imehusika, usafi wa mazingira, kulinda mazingira, CCT imehusika, vikundi vya kuweka na kukopa, CCT inahusika, miradi, maendeleo. Hata hivyo, CCT haiwezi kuifufua kazi ya Mungu na kuleta matumaini mapya tusipoiwezesha CCT kifedha, tusipoiwezesha CCT kwa michango yetu, kwa ushauri, kwa mshikamano kama tunaouona Njombe. Njombe mmekuwa mkoa darasa kwa ajili ya CCT na maendeleo na mshikamano mlio nao. Wengi watafika hapa kujifunza mengi mazuri yanayofanyika. Msingi wa neno la leo limesomwa, wote wawe na umoja. Tazama ilivyo vema ndugu wakae pamoja kwa upendo na kwa mshikamano. Tuendeleze umoja, mshikamano huu uliopo Njombe. Watu wa Njombe wako mstari wa mbele katika umoja, katika kuchangia CCT, katika kuombea CCT, katika kuishauri CCT na katika kuipenda CCT. Wana CCT wanatumiwa na Mungu katika kuifufua kazi yake Mungu katika maeneo mbalimbali mahali walipo, na kwa njia hiyo Mungu anaifufua kazi yake ndani yetu. Mungu azidi kuibariki kazi yake ndani ya CCT. Tunapoyaona yote yanayotendeka tuogope, lakini tukiona changamoto zilizopo nyingine zinazotuhusu tutubu, tutengeneze. Mungu ni wa rehema, ataturehemu. Lakini zaidi tuombe kila wakati aifufue kazi yake katika nyakati hizi, na kipekee ndani yetu. CCT zidi kushamiri na familia zetu zizidi kushamiri, na tubarikiwe na kutimiziwa mahitaji yetu ya kimwili na kiroho, ili kila mmoja wetu awe wa maana katika familia, awe wa maana katika jamii, awe wa maana katika taifa, awe wa maana katika kanisa, na jina la Bwana lihimidiwe sasa na hata milele. Amen.